Naam, habari za wakati huu mwana Baharia TV. Karibu tuendelee kuzichakata zile taarifa ambazo tuko nazo katika anga za kimataifa. Jina langu mimi ni Friday Mwangomare na hii ni Baharia TV. Mashirika ya kibinadamu yanaonya kuwa vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati vimevuruga uwezo wao wa kufikisha chakula, dawa na vifaa vingine muhimu kwa mamilioni ya watu duniani wanaohitaji msaada. Wanasema mateso yatazidi ikiwa mapigano hayatakoma. Mgogoro huo umefunga njia muhimu za majini na kusababisha mkwamo wa mifumo ya usambazaji. Mashirika yametakiwa kutumia njia mbadala ambazo ni ndefu, za gharama kubwa, njia kama ya mlango wa bahari wa Hormuz na safari kutoka vituo muhimu kama Dubai, Doha na Abu Dhabi zimekwama. Kupanda kwa gharama za mafuta na bima kumesababisha upungufu wa shehena zinazoweza kusafirishwa kwa bajeti ile ile kukwama. Mtazamaji wa Baharia TV, tunageukia katika maoni na mitazamo ya wananchi pamoja na watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali za nchi na dunia kwa ujumla. Mmoja huyu anasema hivi: kwani yule mjinga gaidi aliyeanzisha vita si museme kwa kuvuruga ustawi wa dunia? Au ndio habari zenu za kumfurahisha magaidi wa Marekani tu? Mwingine anasema hivi: ni kweli kabisa, lakini vipi, ina maana haya mataifa yenye migogoro hayana uongozi? Kama yana uongozi, kwa nini uongozi usisuruhishe huo mgogoro mpaka kuleta athari dunia nzima? Mwingine huyu wa Kamuri Kierwa, Kagera, Tanzania, anasema sisi kama Watanzania ni kuwaombea Mashariki ya Kati kuepuka na hii vita, maana inatuasi nchi zote. Mwingine anasema wapunguze Dodoma, mwingine anasema wampunguzi Dodoma Tanzania. Anasema ye Mungu tunusuru sisi wanadamu, vita viishi mapema, maana bei za bidhaa zimezidi huko nyumbani Tanzania. Anasema mwingine huyu anasema asante sana Baharia TV kwa kutujuza taarifa zenu zenye ukweli na uhakika. Asante sana ndugu jamaa na marafiki kwa wewe ambaye unaendelea kutufuatilia habari zetu. Mimi ni Friday Mwangomare na hii ni Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.